Bana, hayawi hatimaye sasa yamekuwa. Dodoma pamechangamka sasa. Ile ahadi ambayo iliyokuwa imewekwa mezani na Shilole sasa inaelekea kutimia. Katika gari kama jinsi unavyoona, basi limeenea wasanii wakubwa, wasanii maarufu, wachekeshaji nchini Tanzania wakiambatana na Shilole katika uzinduzi mkubwa sana ambao anakwenda kufanya huko Dodoma. Kwa muda mrefu sana Shilole alikuwa yuko katika maandalizi ya kwenda kufungua mgahawa mpya tena pale Dodoma, na ameiona fursa ambayo iliyoko kule, na kwa wakati huu hapa anakwenda kufanya uzinduzi huu hapa kwa mgahawa ambao utakuwa na hadhi kiaina yake, kwa sababu ameona ni bora wakati huu hapa mgahawa huu aweze kusogeza katikati kabisa ya mji, yani zile sehemu ambazo watumiaji wengi wanakuwa ni watu ambao ni watu kutoka serikalini, wafanyakazi wa serikalini, taasisi binafsi ambazo zinakuwa zina uhitaji zaidi na gharama yake sio kama ile ambayo ilikuwa iko mwanzo. Kwa sasa hivi kuna namna fulani hivi kuna dodo ameliongeza. Shilole bana anakwenda kuzindua mgahawa, na kama jinsi ilivyo alisema kwamba katika siku ya wapendanao anakwenda kusambaza upendo katika siku hii hapa leo. Na kama jinsi unavyoona hapo, safari imekwisha kuanza mapema zaidi, vyombo vya habari vikiwa katika basi kubwa ambalo limepambwa kwa rangi nyekundu, maua ya kutosha, ikiashiria katika siku ya leo ni siku ya wapendanao. Kwa hiyo kama anakwenda kuzindua kitu ambacho kinakwenda kwenye jamii moja kwa moja, basi ni lazima aendane na siku jinsi inavyosema, kama jinsi ambavyo alivyo yeye mwenyewe. Shilole amepiga dela lake lenye rangi nyekundu, lakini pia ametandika mtandio wenye rangi nyekundu, unaona bwana. Na pia asilimia kubwa ya wachekeshaji ambao ameambatana nao na wao pia wako katika mavazi mekundu, ikiashiria leo ni leo kutakuwa kuna baraa zito maeneo ya Dodoma. Kwa hiyo kwa furaha kubwa zaidi ambayo Shilole yuko nayo ni kufuta baadhi ya machungu ambayo alishawahi kuyapitia kupitia kazi yake ya hoteli au kazi yake ya mgahawa. Kwa hiyo nasema kwamba wakati wa maumivu, furaha ama faraja huwa inajitenga na maumivu yanabakia peke yake, lakini pia wakati wa furaha, maumivu, chungu najitenga na inabakia furaha peke yake. Kwa hiyo kwa furaha ambayo anaionyesha Shilole katika siku hii hapa ya leo, inaashiria kwamba yaliyopita si ndwele, sasa tunaganga yajayo, na yajayo yanafurahisha kwelikweli katika upande wa kuhamasisha na kuinspire watu wengine. Kwa namna hiyo imekuwa ni siku ambayo kwake imekuwa ni siku yenye faraja, ni siku yenye utulivu kabisa, na imekuwa ni siku bora kwa ajili yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo Shilole aliweza kuvizungumza. Sasa na wewe pia unaweza ukawa na wasaha kuweza kusikiliza kile ambacho Shishi alikuwa akikiongea wakati ambao yuko katika basi hili, maana alikuwa anazungumza, lakini utapata kumsikiliza Shilole, lakini pia utapata kumsikiliza Shilole akiwa na Doto Magali wakati ule ambao alikuwa akimwalika Doto Magali na yeye pia aweze kuwasili katika siku hiyo. Lakini kwa hapa sasa naomba tuanze na jinsi ambavyo alizungumza Shilole, baadaye tutafuata alivyokuwa na Doto Magali. Sasa ningependa niwaachie waandishi wa habari wenyewe waendelee kufanya kazi yao. Hii kazi ngumu sana, sio kufanya. Watu wengine waendelee jamani. Tunao wasanii wengi sana. Kipotoshi, hebu njoo uendelee na hizo eti. Tuojie wasanii. Anza na Kontawa. Kutoka Kontawa nenda huku. Najua hapa waandishi wa habari wengi. Leo tunaona jani hapo nini kipotoshi na basi hivi. Unajua unajiamini sana. Bwana joto kubwa. Na hivi okay, haya. Kipotoshi niomba tufanyie interview kwa wasanii wote kwa heshima yako. Sawa, kwa nianzie kule nyuma. Anzia kwa Kontawa, alafu tarudi huko. Karibu mwenye mji, karibu. Odi jamani. Shishi baby. My friend. Ai.
Tajiri na tajiri. Shishi baby. Umenitembelea dada. Nimekutembelea baba. Hongera sana, nimefurahi sana. Mashallah. Nimefurahi sana. Ndio amshamsha za Valentini nini? Tunajua tena. Habari yako vipi? Salama kwema. Mambo mazuri. Suzana, nimemletea kaka yangu Dr. Magari sisi waiba. Mambo ya Shishi baby Valentine Day, maandalizi ya tarehe 14 ndani ya Dodoma. Tunafungua mgawa mwingine mpya. Sawa? Watu Fudenke mkikae mkijua lounge mpya ya Shishi baby ndani ya Dodoma. Unakosaje? Wewe unatakiwa uwe balozi kwa wenzio kuhamasisha kama Shishi baby tarehe 14 ana jambo lake na tunaga jambo dogo. Haya wewe yao yamekuwa mnyonge mnyongeni yake mpeni. Haya. Anataka mpe mkeo. Bibi wifi yangu. Mambo ya Valentine. Mambo ya Valentine. Hapo. Mambo ya Valentine, mapenzi kwa sahani. Ili huwa linamaanisha kwamba bibi mama hiki wifi yangu mashallah. Ndoto umepata unachuma ikichoma unataka tu asera nje. Na familia zetu kubwa tupende kuzoesha tu kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu si Waislamu ile hairuhusu. Sababu dada yangu tu umeniheshimu na jua tumetoka mbali. Jamani, nimefurahi kuja kwa kakaangu Doto na wifi yangu mama hiki. Mwenyezi Mungu awajalie inshallah. Doto, nimefurahi kukuona tena ndugu yangu. Tarehe 14 mapenzi kwa sahani ndani ya Dodoma. Shishi baby karudi vile vile kama alivyokuwa mwanzo. Moto ule ule ile lounge mpya. Unasikia kazi, tuna lounge mpya. Jamani, watumishi wa umma, watu wa taasisi. Hili ni jambo ni lenu linakuhusuni. Sawa, jambo la Shishi ni jambo la taasisi, watu wote ndani Dodoma nzima. Hatubagui, hatuchagui. Tuna lounge mpya. Sawa jamani, Shishi yuko kwenye ubora wake na bado anaendelea. Nadhani mnaamini ndio mwanzishi wa Dodoma kwenye migao. Wengine ndio mmekuja. Hataki kuongea sana. Anaitwa Doto Magari, mapenzi kwa sahani. Tunakutana Dodoma tarehe 14. Mambo ni mengi, muziki ni mwingi, burudani kama zote, live band kama zote, wasanii ndo sina cha kukuambia. Halafu pale mezani mkwenye mahaba unamwona Doto. Doto anamuonesha mbusu wifi yangu. Mbusu wifi yangu. I like it. Mambo ni bol madam Shishi baby. Mapenzi kwa sahani, tukutane Dodoma. Valentine's. Tuna launch jamani Dodoma. Yes. Usiseme hujasikia. Mwambie mwenzio. Mji ushachangamka. Dodoma ni mji wa watu, ni mji wa wasomi, ni mji wa technician, mji wa unaga ganji. Nioka uje. Doto asante. Kwa mama